Karibu tena mpenzi msikilizaji wangu kwenye kipindi chetu cha elimu ya afya akili. Naitwa Deborah Mwangomo, ni licensed professional counselor associate. Tafadhali usipite kwenye channel yetu bila kusubscribe, kulike, kutoa comment na pia kushare video zetu na watu wengine. Karibu sana. Leo tunaendelea na somo letu ambalo tulikuwa tumeshalianza, ambalo linahusu majonzi, huzuni, simanzi, misiba au kwa neno moja grief. Tunaenda kuangalia jinsi ya kukabiliana na majonzi. Watu wanakabiliana na majonzi kwa namna mbalimbali. Kuna namna ambazo ni sahihi, kuna namna ambazo sio sahihi, na leo tutaenda kujifunza njia ambazo ni nzuri za kukabiliana na majonzi. Alafu jambo la kwanza ni kwamba unapokabiliana na majonzi, wewe ambaye umefiwa au umepoteza kitu, jambo la kwanza, kumbuka kujijali au take good care of yourself. Hakikisha unalala vizuri, unakula vizuri, una interact na watu, kwa sababu unapopata majonzi, kama nilivyoelezea kwenye kipindi kingine, ni kwamba nervous system inakuwa affected. Ni kwamba sympathetic nervous system inakuwa activated na mwili wako unakuwa kwenye hali ya kukosa utulivu. Ndio maana unaweza kukuta unakosa usingizi, unakosa hamu ya kula, unakosa utulivu, unakuwa unalialia, emotions zinaharibika. Kwa hiyo jitahidi sana kulala, kupumzika, kula vizuri ili mwili wako uweze kuwa restored na urudi katika hali ya kawaida. Na pia usijilaumu kwa kuhuzunika. Kuna watu wengi unaanza kujilaumu kwa sababu ni kitu ambacho kimekushtua, kimekuhit hard, lakini usijilaumu kwa kuhuzunika, kwa sababu ni wakati wake kabisa. Wakati wa kuhuzunika ni wakati wa kuhuzunika. Kwa hiyo huzunika, that is the right time. Kwa hiyo usijilaumu sana, wala mtu mwingine usilaumu mtu anayehuzunika wakati ana majonzi. Jambo jingine, kabiliana na hisia zinazokuletea maumivu. Usizikimbie hizo hisia. Unaweza ukatulia ukazikimbia hizo hisia mwanzoni pale kabisa, mtu mpokuwa labda amefiwa au maumivu ni makali sana, lakini siku zinavyozidi kuendelea ni kwamba usikimbie hizo hisia kali za maumivu. Usizikimbie, kwa sababu unavyoongea kuhusu hisia zako inakusaidia pia kuponya. Kuongea ni dawa. Kwa hiyo jitahidi kusimulia mambo yaliyokutokea au simulia uhusiano uliopo kati na wewe na huyo mtu uliyempoteza au vitu ulivyopoteza. Inakusaidia pia ku release tension na kupata internal healing. Pia usiogope au kuzuia kulia. Kulia ni jambo la muhimu sana wakati umefiwa au wakati umepoteza kitu. Kulia kunaonyesha wewe ni binadamu wa kawaida. Hamna binadamu ambaye atakuwa amefiwa au amepoteza kitu alafu anaanza kukushangilia. Hiyo itaonekana kama sio mtu wa kawaida. Kulia kunaonyesha wewe ni human wa kawaida kabisa, ni response ya kawaida kabisa kwa binadamu akipoteza kitu. Kuna machozi ya aina 3. Science inaonyesha kuna machozi ya aina 3, na kila aina ya machozi ina kazi yake kwenye mwili na kwenye akili. Na mimi leo napenda tuongee aina moja tu ya machozi ambayo yanatokea mtu anapokuwa amefiwa. Ni kwamba machozi yanaitwa machozi ya kihisia. Kuna jinsi ya kulia ukiwa na hisia, yani unalia unakuwa umejawa na hisia na unalia sana. Hayo machozi science inasema ni dawa, ni natural pain killer. Kwa hiyo ufahamu kabisa. Kwa hiyo usizuie kulia ukiwa umefiwa, kwa sababu ukiwa unazuia ni kwamba utakuwa unazuia dawa isifanye kazi. Alafu kulia ni kwamba kuna kufanya uachilie kemikali za endorphin na oxytocin, ambazo ni kemikali zinazokusababisha ujisikie vizuri. Kwa hiyo ukiziachilia ni kwamba unaondoa sumu ndani. Unaachilia hizo kemikali, unatoa maumivu ndani, unayatoa nje. Kuna punguza maumivu ya kimwili na kiakili. Kunaleta kujisikia nafuu. Kwa hiyo unapolia ni kwamba unatoa sumu ndani na unasababisha itoke huko nje, isikukalie ndani, kwa sababu usipolia ni kwamba unatunza maumivu ndani na yatakuathiri ndani. Kwa hiyo usizuie mtu kulia, na wala wewe mtu uliyefiwa usizuilike kulia, usiache kulia, kwa sababu kulia ni dawa ambayo itakuponya maumivu yako na kusababisha ujisikie vizuri. Alafu usikataze mtu mwenye majonzi kulia. Ni kwamba kulia ni dawa asilia ya kupunguza maumivu, ni dawa. Kwa hiyo unamzuia mtu asipate dawa. Alafu jambo jingine kwamba usijitenge, tafuta msaada wa kitaalamu, kwa sababu unapofiwa kwa sababu ya ile uzito wa mambo yaliyokukabili, ni rahisi sana kupata hofu, depression, kukosa usingizi, kukosa hamu ya kula. Kuna wengine wanapata mawazo ya kutaka kujiua au msongo wa mawazo kwa sababu ya kufiwa au kuondokewa na kitu au mahusiano kuharibika. Kwa hiyo jitahidi sana kutafuta msaada wa wataalamu wa saikolojia, therapist wa kusaidie ili uendelee vizuri na afya yako, kwa sababu kufiwa kuna athiri sana. Kuna watu wengine mpaka huwa wanaanza tabia za addiction kwa sababu ya kutaka kucope, kukabiliana na maumivu ya kutokana na kufiwa. Mtu anaanza tabia za ulevi au bangi au vitu vingine. Lakini ukipata misiba, ukiona kama inakulemea sana, unakuwa na msongo sana, tafadhali usiache kuwaona wataalamu wa afya ya akili ili wakusaidia kuweza kumanage vizuri kwa njia nzuri ambazo ni sahihi na njia ambazo hazitakudhuru. Alafu
wewe mtu mwingine unamsaidiaje mtu aliyefiwa? Kuna namna ambazo tunapenda kuwafariji watu waliofiwa. Kuna namna nyingine ambazo ni very healthy, ni nzuri sana. Lakini kuna namna nyingine ambazo sio nzuri kabisa, ambazo zinaongeza maumivu au hazileti msaada wote. Jambo la kwanza ambalo ni zuri la kumsaidia mtu aliyefiwa ni kwamba uwepo wako ni wa muhimu sana. Kwa hiyo be around mtu aliyefiwa. Jitahidi sana kuwepo around, alafu sikiliza zaidi ya kuongea. Yaani usio muongeaji sana ukienda kumuona mtu aliyefiwa. Msikilize zaidi kwa sababu yeye anaweza kama anaongea vitu ambavyo vinamuumiza, kwa hiyo msikilize zaidi. Alafu usidharau au kupunguza maumivu ya mtu aliyefiwa. Yaani usianze au kujicompare kwa mbona mimi nilivyofiwa ilikuwa hivi, kwa nini wewe unafanya hivyo? Usidharau wala usijicompare kwa sababu kama nilivyoelezea kwenye video iliyotangulia ni kwamba kila mtu ana experience grief kwa namna tofauti, na kila mtu ni safari ambayo iko kipekee kwa kila mtu. Kwa hiyo usipunguze maumivu ya mtu, yani kumuona kama labda ni mnyonge au ni dhaifu, kwa nini analia sana. Hapana, usidharau. Alafu usitoe suluhisho la mambo anayopitia. Yaani usiwe mtu wa karibu sana kwanza kutoa labda fanya hivi au do this. Hapana. Uwepo wako tu unasaidia sana. Epuka kauli zinazoweza kuongeza maumivu. Kuna kauli nyingine ambazo tunazitoa tunafikiri labda zinasaidia, lakini ni kauli ambazo zinaweza kuwa zinaongeza maumivu. Mfano mtu anakuambia yote mema tu kabisa, yote ni mema, Bwana ametenda yote ni mema, au Mungu ana makusudi, au acha kulia, au usilie kama asiyeamini, na kauli nyingi kama hizo. Hizo kauli tunazisema kwa lengo zuri, wengine tunakoti maneno ya Mungu, lakini zinaweza kuwa ni kauli ambazo zinaumiza sana, ambazo labda hazimsaidii sana mtu, kwa sababu mtu anapitia maumivu mazito na anajua kwa nini analia. Kila msiba una maana yake. Yaani kuna zaidi ya ile kuonyesha machozi na kuonyesha majonzi. Kuna maana ambayo imekari maumivu yake. Kwa hiyo uwepo wako na neno pole ni wa muhimu bora zaidi kuliko maneno mengi ambayo unaweza kumwambia mtu. Kwa hiyo saa nyingine ukienda kumwona mtu aliyefiwa, mwambie tu pole, alafu msikilize yeye zaidi kuliko wewe unavyoongea zaidi. Au unaweza kuwa unaongea maneno ambayo labda hayahusiani na msiba, lakini usiongee maneno ambayo ni moja kwa moja yanamhusu au ya kumrekebisha au ya kumuona kama ni mnyonge kwa nini analia sana, au maneno sio mazuri sana. Kumbuka, kila majonzi au kilio kimebeba maana. Kila majonzi au kilio kimebeba maana. Kwa hiyo mtu anapolia pale, labda amepoteza mtu au amepoteza mahusiano au amepoteza mali, kuna maana behind hicho kilio chake. Yaani kupoteza mtu au kupoteza vitu kuna maana zaidi ya kumpoteza mtu. Mtu mwingine anaweza kuwa anamaanisha ni kwamba atakuwa mpweke. Sasa sababu amepoteza mtu, kwa hiyo maisha yake yote yatakuwa mpweke. Au mwingine ana maana analia sana kwa sababu anajua mtu amekufa, kwa hiyo sina mtu tena kunisaidia. Kwa hiyo anaweza kuwa analia sana. Kwa hiyo hizo kauli zako kwa yote ni mema au acha kulia au usilie kama asiyeamini, zinaweza kuwa ni helpful, lakini zinaweza kuwa very unhelpful pia, kwa sababu hufahamu kwa nini mtu analia sana. Alafu mtu mwingine anaweza kuwa analia sana kwa sababu labda amefiwa na mtu, lakini anaogopa kwa hataweza tena maisha yatakuwa magumu sana, au anaogopa madeni aliyoachiwa. Anaweza kuwa analia pale, je, mnamwambia tu yote mema, kumbe mzee yuko worried pia kwa sababu ya madeni aliyoachiwa na marehemu. Au mwingine analia sana kwa sababu ya aibu atakayobeba au fedheha, au maisha tu hayatakuwa the same. Kwa hiyo kila kilio kina maana. Kumbuka kila kilio kina maana, ni message ambayo wewe unaweza usijue. Kwa hiyo usiongee maneno mengi sana kama ufahamu ujumbe wenyewe ambao unaendelea kwenye kichwa cha mtu. Alafu usizuie mtu kuonyesha huzuni au majonzi yake. Ni mchakato wa uponyaji. Kumbuka kulia ni mchakato wa uponyaji. Ni mwitikio sahihi kabisa baada ya kupoteza mtu au vitu. Kwa hiyo usiuzuie, ni natural process, healing process. Alafu kadri siku zinavyoendelea ni kwamba mtu atajisikia vizuri, maumivu yatapungua. Hamna mtu ambaye amelia miaka yote. Unaweza ukalia miaka yote kwa sababu maumivu ya kufiwa hayaishi, lakini yanakuwa yamepungua. Yaani unaweza ukacope na hayo maumivu as days zina pass. Kwa hiyo kuna siku utakubali situation na utakuwa na maumivu ambayo yamepungua kidogo. Alafu kumbuka kuna wakati wa kulia na wakati wa kucheka na wakati ambao sio wa kulia. Kwa hiyo kama ni wakati wa kulia, lia tu na usizuie mtu kulia kama ni wakati wa kulia. Usilazimishe mtu kucheka wakati sio ni wakati wa kulia. Allow them to feel their feelings. Ni vizuri sana kumruhusu kufeel feelings zake. Sio vizuri kuzisuppress au kuzicorrect au kusaisha. Kwa nini utakiwa kujifeel hivyo, unatakiwa kujifeel hivyo? Hapana. Muache feel the way they feel. Allow them to feel their feelings. Alafu acha nature ifanye kazi yake ya uponyaji, kwa sababu kulia au kuomboleza au majonzi mazito ni natural healing process. Kwa hiyo acha nature, itakapokuwa tayari imemponya huyo mtu hatakuwa the same. Kuna watu tumeshawahi kuona wamelia mpaka wakazimia, wengine unaona kabisa huyu mtu anaenda kufa, lakini baada ya muda wamepona, wamekuwa vizuri tu. Kwa hiyo acha nature ifanye kazi yake, usizuie mtu kulia. Alafu
kwa mtu yote mwenye majonzi ni kwamba usifiche majonzi yako. Hata kama watu wanakushawishi kwa uficha, wanaona kama ni kitu weak, usifiche au majonzi. Alafu hakuna mtu anaelewa maumivu yako zaidi yako mwenyewe. Kwa hiyo usifiche au majonzi na heshimu majonzi yako, respect your feelings. Alafu fahamu kila lenye mwanzo lina mwisho. Ni kwamba sio kwamba ndio utakuwa hivyo siku zote. Utapona tu, kuna siku utajisikia vizuri na maisha yataendelea. Utakuwa bado huna hicho kitu kilichopotea, lakini utaweza kuendelea kukopa na maisha mazuri. Ipo siku utajisikia vizuri na salama. Huzuni ikikuzidia sana, tafuta msaada wa wataalamu, kwa sababu huzuni za kufiwa pia huwa zinaleta depression, zinaleta sonona, mawazo ya kujiua, zinaleta tabia za addiction, kwa sababu ya mtu unakuwa na maumivu sana, unataka kutumia vitu vingine za kupunguza hayo maumivu. Kwa hiyo ukiona umezidiwa sana maumivu na msongo wa mawazo, tafuta msaada wa wataalamu, watakusaidia. Jali afya yako ya mwili na ya akili ili uweze kuendelea vizuri, kwa sababu pia ni wakati mzuri sana wa kuvurugikiwa. Ukiwa una majonzi unaweza ukavurugikiwa na usiwe na afya yako nzuri. Kuhusu afya ya akili nimeelezea tena kwenye kitabu hiki cha afya ya akili na malezi ughaibuni. Unaweza ukapata habari nzuri za jinsi ya kutunza afya yako ya akili, na vitabu kwa bahati nzuri sasa hivi zinapatikana pia Tanzania. Unapatikana pale Dar es Salaam Sinza Baptist. Ukienda pale Mori utakuta kanisa la Baptist la Sinza, unaweza kupata kopi ya Kiswahili na Kiingereza. Jipatie kopi yako, na kwa wale ambao wako Marekani na sehemu nyingine unaweza kupata Nevet Counseling Center. Unaweza ukatext me kwa ajili ya kuorder na nitakuelekeza jinsi ya kuvipata. Na kama umependa hii content, tafadhali usiache kusubscribe na pia kushare. Asante sana.